Asante ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Kinumbi cha Mbingu TV. Ni kwa siku nyingine tena tunapoendelea na mfululizo wa masomo yetu. Somo linasema karama ya kunena kwa lugha. Karama za Mungu wa mbinguni kwa watu wake. Fungu la kukariri Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Nini maana ya kunena kwa lugha? Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 27 inatupatia maana halisi ya kunena kwa lugha. Anasema kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Maana yake ni kitendo cha mtu kuzungumza lugha nyingine, akiwepo mtafasiri wa kutoa maana ya kile kinachozungumzwa, kusudi kujenga kanisa la Mungu, na wawili au watu watatu wafanye hivyo kwa zamu ili wapate kueleweka vizuri. Pengine na hapo si kunena kwa lugha. Udhihirisho wa karama ya kunena kwa lugha. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa kwanza. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 6. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Hiyo ni udhihirisho katika Biblia kuwepo kwa karama ya kunena kwa lugha. Ni nani atoaye karama ya kunena kwa lugha? Matendo ya Mitume 10 mstari wa 44 hadi 48. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwazimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Roho Mtakatifu ndiye hutoa karama ya kunena kwa lugha, ili kwamba na watu wa mataifa wapate kusikia habari za ukombozi wao. Yaani ni uwezo unaotolewa na Roho Mtakatifu kunena kwa lugha za kigeni, ili watu wengine wapate kuelewa habari za Yesu mkombozi wao. Anayetoa karama ya kunena kwa lugha ni Roho Mtakatifu. Je, karama ya kunena kwa lugha nayo ni karama? Ndiyo, nayo ni karama. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 10. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafasiri za lugha. Hapo tunaangalia karama ya kunena kwa lugha. Mwingine amepewa kunena kwa lugha, na mwingine amepewa karama ya kutafasiri hizo lugha ili watu wapate kuelewa. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 28 na 30. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongezi na aina za lugha. Wote wana karama za kuponya wagonjwa, wote wanene kwa lugha, wote wafasiri. Ndiyo, ni karama miongoni mwa karama zitolewazo na Roho Mtakatifu. Kumbe karama ya kunena kwa lugha nayo ni karama inayotolewa na Roho Mtakatifu kwa watu wa Mungu, kama tulivyoangalia pale. Karama ya kunena kwa lugha kutolewa na Roho Mtakatifu. Kunena kwa lugha limetokana na maneno mawili ya Kiyunani ambayo ni glosa, likiwa na maana ya ulimi. Neno la pili heteroglossos, yaani lugha nyingine. Kunena kwa lugha ni maneno mawili ya Kiyunani, glosa lenye maana ya ulimi na heteroglossos lenye maana ya lugha nyingine.
Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 21. Imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa kwa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Yaani maana yake Bwana atasema na watu wake na wengine kwa lugha nyingine. Hilo ni maana yake heteroglossos, yaani kusema na watu wengine kwa lugha nyingine. Je, matumizi mabaya ya kalamu ya kunena kwa lugha yanasababisha nini? Matumizi mabaya ya kunena kwa lugha yanasababisha nini? Yanasababisha vurugu na machafuko katika ibada. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 23, 27, 33 na mstari wa 40. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatawasema ya kwamba mna wazimu? Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Vilevile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Maagizo juu ya karama ya kunena kwa lugha. Maagizo juu ya karama ya kunena kwa lugha. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 5. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Agizo la kwanza, ombi la kuhutubu ili kanisa lipate kujengwa. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 13. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Unaponena kwa lugha lazima utoe na maana ya kile ulichokuwa unazungumza. Tofauti na hapo, wewe ulikuwa unapiga kelele tu na kujifurahisha mbele za watu. Agizo la pili, unaponena kwa lugha, tafuta na maana ya kile ulichokizungumza ili ujumbe wa Mungu kwa watu wengine uwafikie nao. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 26. Basi ndugu, imekuwaje? Mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Yaani unapokuwa na ufunuo juu ya mambo fulani, unapokuwa na mafundisho juu ya kitu fulani, basi yote yatafute kujenga kanisa. Yaani lengo la karama liwe ni kujenga kanisa. Karama ya kunena kwa lugha liwe ni kujenga kanisa kusudi lake. Namna ya kunena kwa lugha. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 27 na 28. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja afasiri. Tunatakiwa tunene watu wawili au watatu, sio zaidi ya hapo, na wanachokizungumza watu wawili au watatu awepo na mtu wa kufasiri. Akizungumza lugha moja, mwingine atafasiri kwenda lugha nyingine, ili watu wapate kuelewa kile kinachozungumzwa. Lakini tofauti na hapo, kama hakuna mtu wa kufasiri, kile kinachotakiwa kufanyika ni hiki, mstari wa 28. Lakini asipokuwa hapo mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Kama hakuna mtu wa kufasiri kile unachotaka kuzungumza ndani ya kanisa, basi kaa kimya na unyamaze. Kwa nini? Kwa sababu kitakuwa ni kitu cha kubomoa kanisa na wala sio kitu cha kujenga kanisa. Hiyo ni namna ya kuzungumza au kunena kwa lugha. Kumbuka somo letu lilikuwa linasema kunena kwa lugha, na hapa tutakuwa tumefikia mwisho wa somo letu, na huu ulikuwa ni uchambuzi wa lesoni ya watu wazima katika juma hili, kunena kwa lugha. Na mtu akitaka kunena kwa lugha, na wanene watu wawili au watatu, anene kwa zamu, na mmoja afasiri. Asipokuwepo wa kufasiri, mtu anenaye kwa lugha na anyamaze kimya, anene na nafsi yake na aseme na Mungu wake. Kusudi nini? Kusudi kanisa lipate kujengwa. Na
Hapo tutakuwa tumefikia mwisho katika siku ya leo, na Bwana awabariki.